Kwa tunahitaji kucheza semi final ya kwanza ya michuano ya CAF Confederation Cup. Kwa malengo yetu sisi kama Simba ni kuwa klabu ya kwanza, sio kuwa klabu pekee, ni kuwa klabu ya kwanza kutoka katika nchi ya Tanzania kuleta kombe la CAF. Lakini wachezaji tuliowasajili season hii nafikiri wamezoea kwa haraka zaidi mazingira na falsafa ya Simba Sport. Tunakwenda kumalizia game nyumbani Benjamin Mkapa, eneo ambalo sio salama kwa Waarabu. Zungumza na wadau mbalimbali wa michezo hapa nchini kwetu Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Shebi, shabiki kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, hususan baada ya timu yake ya Simba kuwasili salama nchini Misri kwa ajili ya mchezo wao wa kimataifa dhidi ya Al Masry. Shebi, mzima? Wa afya kabisa, sio wewe mama? Niko poa, za kwako? Fresh, inapanda? Inapanda alhamdulillah. Mwezi ndo naishia? Mwezi ndo tupo nao na tunamalizia hivi. Jumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni Jumaa ya mwisho na tutaikumbuka. Sababu ndio mwezi wa toba huu. Ndio. Kwa kishaondoka huu tunashukuru, pia tusubiri mwaka mwingine pia. Ndio. Shebi, kikosi chenu kimeondoka leo hii na tayari kimeshawasili salama nchini Misri kwa ajili ya mchezo wenu dhidi ya Al Masry. Kama shabiki wa Simba, neno lako ni lipi? Tuanzie hapo kwanza. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kama tumefanya maandalizi vizuri na tumeanza safari salama, jambo la kushukuru Mungu hilo. Tunaendelea mchezo wetu dhidi ya Al Masry ikiwa nafikiri asilimia kubwa ya wachezaji wetu wamesafiri na asilimia kubwa pia wako salama. Ukimtoa Shemaloni Fondo, ukimtoa Shimanula, nafikiri ni hao na labda na kina Laba Barua, lakini asilimia kubwa ya timu ipo mjini Cairo hapo. Tunamsubiri Al Masry hapo kesho kutwa. Unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani kwa wekundu wa Msimbazi Simba safari hii? Wenyewe mnasema hii lazima tuende, kwa kumaanisha lazima muweze kuingia katika hatua ya nusu finali. Lakini huko katika ligi kuu Tanzania bara mambo yanaendelea mengi. Ukiwasikiliza baadhi ya viongozi wa Simba wanaona hii kama ni propaganda ambayo inaweza kwenda kuwatoa katika mchezo. Kwanza binafsi neno lazima nafikiri tulitoa hilo. Hatuwezi kusema kwamba lazima tuvuke. Kauli mbiu hii tunavuka. Sio lazima hii tunavuka. Hii lazima tuikansel kwa sababu lazima ni kifo peke yake. Na kuhusu propaganda nafikiri binafsi mimi siamini zaidi hilo, kwa sababu kwenye mpira wa Tanzania, yani kuhusu mambo ya fitness, Simba tushakuwa ni wakomavu sana kwenye mambo ya fitna. Na kwenye mashindano ya kimataifa nafikiri Simba ni wazoefu. Kwa hiyo tunajua pia kwamba tuanzie wapi, tukamalizie wapi. Kinachoendelea ndani ya nchi ya Tanzania kwenye soka, nafikiri ni utamaduni wa Tanzania tu kwamba kuna kipindi kinafika timu moja kisha kwenye mashindano ya kimataifa haipo, wanakuwa na mambo mengi ya ovyo kwamba lengo lao labda wazungumze kuna watu wa balance story. Lakini haimaanishi kwamba labda kelele za chura timu watashindwa kuja kunywa maji hapo. La hasha mama. Al Masry atapigika pale pale kwake na kelezo pia zitaisha na mwisho wa siku mechi watacheza tu. Hii mechi nafikiri ni mechi ya kisasi kwamba hii tunavuka, lakini tulishindwaje kipindi kile? Tulikuwa na chance wakati tunaingia kwenye harakati labda za mapinduzi ya soka la Tanzania, tulipata kipimo dhidi ya Al Masry. Benjamin William Mkapa, game inaisha 2-2, inapiga mvua kubwa sana, radi za kutosha, umeme unakatika, game inaisha 2-2. Tunakwenda pale nafikiri kutoka sare bila kufungana pale. Kwa safari hii ni Simba ambayo ina El Volcano, King Elie Mpanzu, una Kibu Denis Prosper, una Steve Dese Mukwala, lakini chini una Jan Cha. Sasa sidhani kwamba labda kama kuna sababu yoyote ya kutufanya labda tuende kwenye mchezo tukiwa tuna hofu yoyote. Tunakwenda kumvaa Al Masry kwa lengo kubwa moja tu la kwenda kutafuta tiketi ya kufuzu kucheza hatua ya semi final ya CAF Confederation Cup kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza tulishacheza, lakini kwa ni CAF Cup ambapo baadaye watu waliunganisha CAF Cup na CAF Winners ikawa CAF Confederation Cup. Kwa tunahitaji kucheza semi final ya kwanza ya michuano ya CAF Confederation Cup.
na uwezo tunao kucheza nusu finali. Mtani wenu tayari ameshafika hadi katika hatua ya finali katika michuano hiyo ambayo nyinyi hivi sasa bado mnashiriki. Mafanikio ya Young Africans yanawatia chachu kama Simba kuhakikisha labda mnafanya vizuri zaidi? Binafsi nafikiri niseme kwamba kufika kwa finali inatupa chachu, lakini kitu kikubwa zaidi kwetu sisi kwa sababu hakutoa taji yeye. Nafikiri ni kitu bora zaidi kwetu kwa sababu malengo na miko ya Simba ambayo tumejiwekea, na hata hayati Rais Magufuli alishatuagiza kwamba Simba iwe ni timu ya kwanza kuleta kombe la Afrika. Kwa malengo yetu sisi kama Simba ni kuwa klabu ya kwanza, sio kuwa klabu pekee, ni kuwa klabu ya kwanza kutoka katika nchi ya Tanzania kuleta kombe la CAF. Ndio malengo yetu. Target sio kucheza tu finali. Kama itafika tumeingia finali tukapoteza, nafikiri bado ni mafanikio makubwa kwetu sisi. Lakini sio malengo yetu pia season hii. Sio malengo yenu. Sio malengo yetu haya. Malengo yenu ni yapi? Kutengeneza kikosi? Nafikiri malengo ni kwenda kutoa ile taji kabisa kwa sababu tulishatengeneza kikosi. Kwanza kampeni yetu tunaanza sisi tunatengeneza timu. Lakini kwa sababu tumesajili wachezaji ambao ni wameshakuwa matured, nafikiri hatukuchukua muda mrefu kutengeneza timu, na tumekuwa na mwalimu ambaye nafikiri ni mwalimu bora zaidi kwenye ligi yetu. Na ndio maana mpaka sasa hivi ukimwangalia mtu kama Elim Panzu ndani ya muda mchache lakini ameshaingia kwenye kikosi na anaonyesha bora. Mtu kama Jan Chaz season ya kwanza anaongoza juu kwa kinara wa magoli, ana assist 7. Kwa unahitaji kitu gani bora zaidi ya hicho? Lakini una goalkeeper kama Musa Pinpin Kamara season ya kwanza top of clean sheet. Kwa sioni kwamba labda kama kuna haja kutangaza kama labda tunatengeneza timu. Japo ndio ilikuwa malengo yetu. Lakini wachezaji tuliowasajili season hii nafikiri wamezoea kwa haraka zaidi mazingira na falsafa ya Simba Sport. Mchezo wa pili wa hatua ya robo finali utapigwa sasa rasmi katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao wakaguzi wameukagua na kusema hivi sasa ni salama na tayari kwa mnyama kwenda kuutumikia. Kama shabiki wa Simba, habari za kufungiwa uwanja mara ya kwanza na hivi sasa kufunguliwa rasmi kwa upande wenu umezipokeaje? Binafsi kwanza sikuwa na mashaka na hilo kwa sababu Tanzania nafikiri ni kipenzi cha CAF. Lakini ukizungumza Simba unazungumza pia timu ambayo nafikiri na mahusiano mazuri sana na CAF. Kwa hiyo sikuwa na shaka pia kwa katika uwanja labda Benjamin Mkapa kwa sababu serikali nafikiri macho yote yapo kwa Simba Sport Club kwenye anga za kimataifa. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima afanye haraka zaidi kuboresha uwanja mapema ili CAF wakija wakute dimba liko vizuri kwa 100%. Na ndio maana binafsi kila siku huaga nazungumza kwamba Simba ndo klabu pekee ambayo ina wakilishi mzuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa kwa Tanzania. Kwa sababu kubwa moja, matukio mengi ambayo yanahusisha CAF utaizungumza Simba kwenye nchi hii. Ukaguzi wa Benjamin Mkapa nafikiri walitukumbusha mapema zaidi kwa sababu walijua tuna game ya robo finali. Sasa kitu bora zaidi kwetu sisi tunakwenda kumalizia game nyumbani Benjamin Mkapa, eneo ambalo sio salama kwa Waarabu hata kidogo, na ni eneo ambalo na ni msimu ambao tulishacheza na Al Masry katika Benjamin msimu wa mvua kama hivi. Kwa hiyo nafikiri season hii Benjamin Mkapa itakwenda kuandikwa rekodi kwamba klabu ya Simba imetinga kibabe hatua ya nusu finali ikimtandika Al Masry katika dimba la Benjamin William Mkapa.